tunaomba msaada muweze kutusaidia. Na endapo pengine kuna mtu ambaye tumemkosea, naomba atuswame kwa sababu tayari hii fimbo ambayo alotupiga tayari ishatuchapa vya kutosha. Kwa hiyo tunaomba atusamehe sana. Ikiwa hawezi yeye kuja kutufuata, amfuate mtu yoyote yule, amwambie jamani mimi fulani kanikosea, basi hakika ujumbe utafika na sisi tutamfuata, tutakwenda kumuomba msamaha. Endapo akisema labda kuna fidia yoyote tuweze kumpatia, basi sisi tutampatia kwa ajili ya kuwa vipi aweze kutusamehe. Yaani tumechoka na hii hali kwa sababu hatuna pa kulala, magodoro yote yameungua, nguo hatuna za kuvaa, wala haujatokea mpaka sasa msaada aina yoyote. Kwa hiyo jamani tunaomba msaada. Tumechoka wananchi, tumechoka. Ni mkasa wa moto wa maajabu ambao umeibuka katika familia ya Bwana Omar Khamis Ali. Ni mkasa wenye huzuni, simanzi na kilio ndani yake. Mtazamaji wa Asam Online TV, kuna msemo unaosema chakula cha msibani ni kitamu, lakini kikukuta wewe huwa ni kichungu mdomoni. Ni moto wa maajabu ambao umezuka katika familia hii hapa ya Kimara, shehia ya Mnarani. Familia hiyo imekosa mwelekeo wa kwenda sehemu nyingine na kufikia hatua ya familia hiyo kulala nje ya nyumba yao, huku wakiwa na mtoto mchanga mwenye miezi 8 ambaye anahitaji mazingira mazuri ya makuzi yake na sehemu nzuri ya kupumzisha mwili wake. Huyu hapa Asha Omar Khamis, dada mkubwa wa familia hiyo, anaeleza hali halisi na kitu gani ambacho kimepelekea kutokea kwa moto huo. Kwa jina naitwa Asha Omar Khamis, ni mkazi wa Foni Kimara, ni dada wa pili kwenye hii familia. Kusema ukweli kuhusu tukio la moto, sisi hatujui moto huu umetokea wapi wala ulianzia wapi. Isipokuwa tu tulikaa hapo nje ya nyumba yetu. Ilikuwa ni mida kama saa 10 hivi jioni. Badala ya kukaa hapo nje ya nyumba yetu saa 10 jioni, nilikuwepo na ndugu zangu 4. Kwa hiyo 2 walikuwepo ndani, walikuwa chumbani huko wamekaa, 2 walikuwa ukumbini wanaangalia TV. Kwa bahati mbaya mzuri yule wa ndani, yule mmoja mkubwa akatoka, akanambia dada, mimi nilikuwa nimelala na mwanangu hapo nje. Akanambia dada, hebu njoo, nasikia kuna harufu ndani inanukia moto. Ni mimi nikanyanyuka. Kwa bahati mbaya mzuri kulikuwa kuna Samaria wema hapo nje, wakatoka na wao wakaingia ndani, wakaukuta ule moto, tukaanza kuzima. Baada ya kuzima tukalitoa ile godoro, tukatoka nje. Kutoka nje hatukukaa tena, nusu saa likawaka godoro jingine ambapo ni chumba hicho ambacho walikuwa wamekaa wao. Baada ya kuwaka tena ile godoro tukazima, tukatoa tena nje. Tumekaa tena nusu saa likawaka tena godoro jingine. Baada ya kuwaka tukalizima ile godoro, tukatoa tena nje. Hatukukaa sana likawaka tena jingine la ile godoro pia vile vile. Baada ya kuwaka tukalitoa tukaweka maeneo ya jikoni. Baada ya kuweka maeneo ya jikoni tumekaa tena kwa kupumzika. Lile ambalo tumeliweka jikoni likaanza kuwaka tena kwa mara nyingine. Likazimwa tena. Tumekaa tena hivyo. Haya likaanza kuwaka tena lile la jikoni. Nielewa tukazima. Baada ya kuzima tumekaa tena nje, ilikuwa ni mida ya usiku tena kwenye saa 2 mpaka 3. Tukakuta sasa nguo zinaanza kuwaka. Nielewa, baada ya kukuta nguo zinaanza kuwaka tukaanza kuzima. Badala ya kuzima kwa siku ile pale tukaishi ama tulikaa kwa nafuu mpaka siku ya pili. Sasa siku ya pili ukaanza tena kama mida ya saa 2 zikaanza kuwaka nguo sasa. Badala ya kuwaka nguo nikasema hapana, wacha niende zangu kwa sheha. Nilitoka mimi nikaenda zangu kwa sheha. Badala ya kufika kwa sheha pale pale ofisini kwao, nimekwenda sikumkuta, nikamkuta mtoto wake, nikamuelezea. Baada ya kumuelezea akaniambia sheha kwamba sasa hivi hayuko, anaumwa, atakuja baadaye. Mimi nikatoka zangu pale kwa ajili ya kurejea nyumbani. Sikufika nyumbani vizuri, nikapigiwa simu, dada fanya haraka, vyombo vinaungua. Na nilipofika hapa ni kweli vyombo vilikuwa vinaungua, tumezima. Badala ya kuzima tumekaa tena, tumepika, tumemaliza, mida jioni zikaanza tena kuwaka tena nguo pia vile vile. Badala ya kuwaka nguo chumba hicho ambacho hakijamaliza kujengwa. Badala ya kuwaka nguo tumezima. Hatukukaa sana ndani, humo kwenye kabati kuna nguo juu ya kabati, ikawaka tena. Badala ya kuwaka tumekaa tena, mdogo wangu yule pale kaenda zake chooni. Baada ya kwenda chooni anafika, moto ukamwakia ndani ya nguo. Badala kumwakia kwenye nguo akavua ile nguo akaitupa, akaja kukaa nje. Badala kukaa tena nje, hapo kakaa kitako,
akaukuta tena moto unamwakia tena ndani ya mwili, tumezima. Badala ya kuzima tukapata tena nafuu, kwa sababu yani hivi vitu tu tukiviweka ndani basi ndio vinawaka, lakini vinapokuwa nje vinakuwa haviwaki. Kwa hiyo tukakaa pale tena tukalala. Siku ya pili ngoja vikawaka tena ndani ya kabati, kuna shuka pia likaanza kuwaka. Badala ndani humo kwenye kabati likaanza kuanza kuwaka shuka. Baada ya kuwaka shuka yakaanza kuwaka mapazia, ambapo tayari hapo kwenye mlango. Nielewa, badala ya kuwaka mapazia. Yani haya tunauzima ule moto, badala kuuzima tunakaa nusu saa unarejea tena. Kwa hiyo sasa tunashindwa kuelewa, jamani, huu moto ni moto gani na moto huu unatokea wapi? Kusema la ukweli sasa tunashindwa kujua. Yani hatuelewi kabisa. Yani mie tu kubwa napenda sana kusema, ambapo labda pengine kuna mtu binadamu tumemkosa, tunamuomba tusamehe, kwa sababu hii adhabu tayari imeshatuchosha. Akiona labda pengine mimi siwezi ule mtu mimi kumwambia ama kumfuata, basi mtumie hata mtu tu, mwambie fulani kanikosea, kwa hiyo mwambieni alisamehe. Akiona amesiwezi hivyo, basi lazima nilipe, basi aseme tu kitu gani alipo, ili mradi haya mambo yaishe, kwa sababu tayari ukiangalia hii ni changamoto kubwa ambayo tayari tumeathirika kiukweli. Ukiangalia magodoro yetu ndo yameungua, yani tukiweka ndani tu magodoro yanaungua, tukiweka nguo ndani tu nguo zimeungua. Angalieni sasa hivi magodoro yalivyoteketea, nguo za watoto wetu zimeteketea. Kwa hiyo sasa hivi nguo za kuvaa kwa kweli hapa kwetu sasa ni shida, pa kulalia kwa kweli hapa kwetu ni shida. Sasa hivi tumefikia mpaka stage tunalala nje pamoja na watoto. Angalia kama ule mtoto ndo kwanza miezi 8 yupo nje analala. Hatuwezi kujua hapo nje ni madudu gani yanapita, kuna wema, kuna wabaya, baridi, mvua. Kwa kweli kusema la kweli hii hali haituridhishi, na nina imani hata nyie pia na imani mtakaposikia ama mnaposikia, na imani mshasikia pia hali pia haijaridhisha. Sasa ukiangalia hakuna kiongozi wetu hata mmoja, hakuna mbunge, diwani wala mwakilishi wala mtu yoyote ambaye aliyejitokeza akaweza kutusaidia hili swala. Hajatokea hata mmoja. Kwa hiyo jamani, tunaomba msaada. Kwa kweli hapa tulipo tumekwama kweli, hatujui wapi pa kuanzia wala hatujui wapi pa kwenda. Kwa hiyo tukisema la kweli tunadhalilika, yani tumeshachoka, yani tushatafuta mashehe tunasoma dua, yani tukishasoma dua ukiangalia hali inarudi ile ile. Jamani, kwa hiyo sisi tunaomba msaada. Kwa upande wake Haitham Omar ambaye ameathirika na moto huo katika sehemu zake za mwili, ana lipi la kuzungumza? Vipi hai, hujambo? Sijambo. Hali yako? Safi. Vipi, unajisikiaje mpaka sasa hivi? Nashukuru, sijambo. Labda ungewaelezea watazamaji kuhusiana na tukio, kwa sababu wewe katika watu wote mundani wewe ndio muathirika ambalo limekupata tukio hilo la moto. Mimi nilikuwa naenda chooni muda magharibi, naenda kuoga. Nilipofika chooni, katika kuvua nguo, ile nguo imeanza kushika moto, na moto huo sijui umeanza vipi au umekujaje, imeshaanza kushika inawaka. Nikamuita mama akaja kunisaidia kuvua, ndo nikaivua. Labda uko nje hai, hujawahi kumkosea mtu, pengine jirani, shoga akakwambia kama nitakuonyesha pengine, yani katika mazingira ambayo unaishi, hujawahi kumkosea mtu yoyote? Hapana, sijawahi kumkosea mtu wala sijawahi kugombana na mtu akanambia pengine tukawa tumetupiana maneno, hapana. Nilikuwa nimekaa nje usiku, nipo na watu tu wengi. Hata kiasi kidogo watu wakaanza kuona kwa chini nguo inashika, hata nashtukizia shaanza kuungua chini, ndio watu wakaja kunisaidia kuzima. Kwa jinsi ambavyo ulivyopata moto huo katika mazingira, kuna kitu gani ambacho kinakupa ishara kwamba huu moto unakuja? Si kama mfano na rembo wa jiwe, au kuna kitu tu ambacho kinakupa ishara kama moto unakuja? Hakuna kitu chochote, nakuja kushtukizia tu moto unawaka. Unalipi la kuambia majirani na labda watu walokuzunguka? Kama kuna mtu ambaye tumemkosea tusamehe, nawaambia kwa tumechoka kukaa nje, atusaidie. Lakini jitihada za ASAM Online TV hazikuishia hapo tu. Ili mtafuta sheha wa shehia ya Mnarani, ndugu Haji Ramadhan Haji amesema hakuwa nyuma kuipa faraja familia hiyo. Anaeleza jitihada zake alizozichukua baada ya kusikia tukio hilo. Mimi naitwa Ramadhani Abdalla Rajab. Sheha wa shehia ya Mnarani. Kama siku 4 nyuma zilizopita, kuna kwa saa 2 za usiku
No, saa 3 za usiku nilipigiwa simu na mjumbe wangu kwamba kuna nyumba ina kadhia ya kupata moto wa kimaajabu ajabu. Nikamuuliza moto wa maajabu inakuwa vipi? Akanambia moto unawaka ndani, unaunguza magodoro imewaka, nguo ndani zinaungua, lakini nyumba haiungui. Ndani ya kabati mnaungua nguo, lakini kabati haliungui. Kwa hiyo hii ndo kadhia iliyopatikana huku. Nikamwambia basi nimekusikia, inshallah Mungu akitujalia kesho asubuhi, na mimi hali yangu si nzuri kidogo, Mungu akitujalia nitafika. Ulipokucha asubuhi sikuweza bado kwenda, lakini jioni yake Mungu alinijalia mimi nikatoka nikaenda katika eneo hilo. Nilipofika kweli nikakuta wananchi wangu wamelala nje, wako nje magharibi, wakati wa adhana magharibi wapo nje, na wakaniambia kwamba usiku uliopita walilala nje na bado pale wamejiandaa kulala nje, na wakaniambia kwamba hali hii inaendelea, kwa sababu si kama labda imetokea jana leo imesita, lakini hali inaendelea. Inaendelea kivipi? Wakaniambia hali inaendelea kwa sababu godoro kitia ndani humu linawaka, nguo ndani zinawaka. Si ndio maana tunalala nje hapa, tukilala nje hapa inakuwa shwari, lakini ndani tu. Nikamwambia basi inshallah Mwenyezi Mungu akijalia labda tupate utaratibu wa dua, maana hii ni kitu cha imani. Tupate dua, tumuombe Mwenyezi Mungu kama ipo jambo liondoke. Kwa kweli siku ile mimi nikaondoka, wakati ule nikawaacha pale. Asubuhi yake mapema mimi nikafika. Nilipofika nikaambiwa hali ndiyo ile ile, isitoshe tu nikaambiwa limeongezeka jingine kwamba kuna ndugu yake huyo mama mmoja hapo, yani ni mdogo wake huyo unazungumza naye hapa, akasema hata huyu ndugu yangu ameungua, ameenda kuna nini kutaka kujisaidia ndani, lakini moto umemunguza sehemu zake za makalioni. Nikasema sasa hiyo ni kwa hatari. Sema kweli mimi nilichukua hatua za kumjulisha mkuu wangu wa wilaya, kumpa taarifa hiyo ya matokeo hayo, ingawa naye alinipa rai, lakini ile rai alinipa sio kama mbaya, lakini ilikuwa nzito kidogo. Na mimi nikasema nizidi kumuomba Mwenyezi Mungu kwa kusoma hizi dua. Nikamchukua huyo mama hapo jana nikampeleka kwa wataalamu. Nilipompeleka kwa wataalamu, tumeahidiana kapewa dawa afanye, pia kaahidiwa kwamba leo atakuja kusoma dua, lakini kadhia naikumbuka, najua kwamba ipo bado. Naam, kadhia bado ipo na naijua kwamba hiyo kadhia imetokea, na najua ipo. Jambo lililotokea ni jambo la kiimani, na hao wao wenyewe mpaka hapo ukiwauliza wanajua sasa kwamba mimi na wao tuko pamoja kwa hali na mali. Ndio tumo. Mashehe jana wamekuja msikitini kutaka kuomba dua hapo, wamekuja. Unaona bwana? Na leo hii tuna ahadi ya kuja hapo mwingine kuja kusoma. Mchango wangu mkubwa ni huo ambao ninaupitisha kwa sababu jambo hilo ni la kiimani. Mtazamaji wa ASAM Online TV, jina langu ni Hawa Jafar Khamis, lakini bila kusahau nyuma ya kamera ni Jabir Zwan Kasim.